mbele yenu hapa hivi. Nakuja kutoa ushuhuda. Kulikuwa kuna panya wengi kazini kwangu. Kazini kwako? Ndio. Unaweka dawa? Nilikuwa naweka dawa, niliambia niweke mtego ule wa panya. Kwa hiyo panya walikuwa hawasubutu kabisa wala hawatumii dawa kabisa. Hawajui hawali dawa? Hawali dawa kabisa. Kwa nini hawali dawa? Sijajua. Waliniletea shida kweli dukani, maana nilikuwa dukani. Panya walikuwa wanakula mpaka vitu vya dukani. Walikuwa yani wanatoboa hadi soda, yani zile vile vipotable vile. Wanatoboa soda? Ndio. Kwa unakuta duka vitu viko lakini vimeisha. Ndio, kwa unakuta ukiweka soda hapo hivyo unakuta yani chupa zote ziko nusu nusu. Vyote viko nusu nusu. Ndio, maana kwa mara kwanza nilipoweka nikakuta soda yani hasara nilopata 6,000 tu kwa siku. Kwa siku unapata hasara 6,000? Ndio, kwa siku. Kwa hiyo nikawaza nifunge duka, nikasema hapana. Hapana, sitafunga. Maana huyu adui ataona kama vile ameshinda. Nikasema hapana. Ile cha kumshukuru Mungu. Siku ya Alhamisi, kabla ya Alhamisi. Panya walikuwa ni wengi dukani. Kwa hiyo kabla ya kufunga nahakikisha nasomba kila kitu. Naweka kwenye mifuko na kwenye mandoo, nafunikiza. Nahakikisha kabisa ni yani kila kitu. Umeona uchau wa panya? Unatumiwa majini yanafaa sura ya nini jamani? Ya panya. Panya unatafuta paka akamati, mteko akamati, chochote. Nataka nitangaze kila panya wa kichau watakufa leo. Angalia mtu amekaa hapa. Kila panya wa kichau watakufa leo. Kila nyoka wa kichau kwenye ardhi yako watakufa leo. Kila paka wa kichau watakufa leo. Yeyote anayeteswa na roho za uharibifu leo natuma radi za moto. Hawatafanya kazi kwenye ardhi yako leo. Mtu mmoja aseme fire. Yaani chochote kinachotafuna maisha yako kwa sura ya wanyama wa kuzimu, utapita kwenye mlango ukiwa na hiyo shida leo. Kalia mtu amekaa hapa. Na unajua mwenzako anaposhuhudia jiungamanishe. Ndio kutoka kwako. Sema amen. Nini kimetokea mwanangu? Sana. Panya wa ajabu sana. Walikuwa wanakula hadi ndoo. Wanakula, unaweka bado kwenye ndoo, wanakula ndoo. Ndio, wanang'ata ule mfuniko wa ndoo. Alafu wanahakikisha wanataka kabisa kudumukia ndani ya ndoo, wakute kilichoko ndani ya ndoo. Kwa hiyo kweli niliteseka, lakini hiyo siku ukakosa namna. Nilikosa namna, lakini hiyo siku nisubiria kweli kwa hamu. Unasubiria? Hiyo siku ya Alhamisi. Hao panya walikuwa ni wengi dukani kiasi kwamba nikasema bora hata mtumishi angesema Jumatano. Mbona amesema Ijumaa ni mbali? Yaani mlipokuja Jumatatu, Jumanne nikaona mtu moja. Ulikuwepo miongoni niliyokuambia basi leo Ijumaa. 1, 2, 3 lakini maombi nitafanya Ijumaa. Kwa hiyo kaona Jumatano, kwa nini asingeweka hata Jumatano? Kwa hiyo pakashinda Jumatano, Alhamisi ndio panya wakawa wengi. Panya alihama hadi ndani. Ijumaa nikakuombea sasa. Yaani panya, mimi sijui hata wameenda wapi. Nilipoomba panya wamepotea. Sijui kama kuna mtu amekaa kwenye kiti. Sijui kama kuna mtu amekuja hapa anasema ni safari yangu na mimi nitendewe. Hebu kama unaamini na unasema ni safari yangu nitendewe, nyanyuka sema asante Yesu kwa ushuhuda huu. Sema ni safari yangu. Panya wamekufa. Panya walikufa wote. Walikuwa wanahesabika. Uweze amini asubuhi kiamko unaweza kumkuta panya yuko sehemu ameshindwa hata kuondoka. Kwa nguvu ya Mungu. Ndio, kwa kutamka tu. Kwa maombi ya Ijumaa tu. Sijui kama kuna watu wananielewa. Sijui kama kuna watu wanaamini leo. Malaika waende mpaka kwenye nyumba yako. Malaika waende mpaka kazini kwako. Nguvu za Mungu zisafiri kwenye vituo vyako vya maisha. Kila aliyejificha kwa sura yoyote, natangaza wafe. Hebu sema fire. Sema kila madhabahu haitaendelea sasa kwenye familia ya kwetu, kwenye boma la kwetu, kwenye familia yangu, kwenye biashara yangu. Sema kila madhabahu inakufa. Mwanangu nasema unaamka unakuta panya yaani Ijumaa hiyo nimetoka hapa Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Kwa Jumamosi panya wakawa wanahesabika wako 1, 2. Kwa Jumatatu
ikawa ni mwisho kabisa wa panya. Yaani kuanzia Ijumaa walianza kukatika. Ndio. Kukatika. Kwa panya jamani, upako wa Mungu, nguvu ya Mungu ni kitu cha ajabu jamani. Hebu mguse mwenzako mwambie nguvu ya Mungu ni kitu cha ajabu jamani. Wewe unawapa panya sumu wanakataa kufa. Unatega na mitego hawafi. Eti kwa upako mmoja wa Elisha, eti panya wanakufa. Na kutamkia kila anayekutesa mwisho wake umefika. Ninajua kuna watu wanapokea, lakini kuna watu wengine wapo tu kwenye msafara wa mwamba. Lakini natamka kila anayekutesa hata amaliza wiki hii. Kila roho inayokutesa kwenye ardhi imekaa kwa sura ya sisimizi paka chochote hakitaishi nikiwa hapa. Hebu mguse mwenzako mwambie nashangaza hii. Wewe ushangai kweli? Wewe unampa panya sumu hawafi, unatega mitego hawafi, paka kamati, eti kwa maombi tu unatamka wanakufa. Manaka ikuwa panya wa kawaida. Mama, kuanzia Jumamosi panya wakaanza kupungua. Jumapili panya wakawa wanakaa tu sehemu moja waondoki, utakuta wako wamekuwa kama wajinga. Ndio. Ndivyo wachawi na maadui zako watakavyochanganyikiwa, watakavyokosa direction. Angalia mtu amekaa pe. Maadui zako watakosa direction. Amina. Watabaki wanaduadua kama waliochanganyikiwa. Hebu mguse mwenzako mwambie hii kali ya mwaka hii. Mguse basi, mpe mkono mwambie hii kali ya mwaka hii. Duka limeisha sababu ya nini? Panya. Kwa neno moja, kwa maombi tu, panya wanakufa. Leo kitu gani Yesu hawezi? Hakuna. Nataka nikamalize maadui zako. Mama, Yesu aliposema maadui atakuja wenyewe, wachawi atakuja wenyewe kuropoka. Baada ya panya kutawanyika. Ndio kuna mama akaja akasema, eti panya wanatokea wapi? Mbona na mimi wameshanivamia sasa hivi? Kwa hiyo tumerudisha kwake. Ndio. Imerudi kwake. Ndio. Narudisha mateso kwa anayekutesa. Yaani sijui kuna watu kweli wamekuja kumuona Mungu hapa. Sijui kama kuna mtu mmoja anasema haya matatizo yamrudie aliyenitumia. Ninatabiri kinabii yamrudie aliyekutumia. Ninatamka kinabii yamrudie aliyemtumia. Aliyekutumia matatizo yamrudie mara 7. Aliyekutumia roho ya umaskini yamrudie mara 7. Aliyekutumia magonjwa yamrudie mara 7. Aliyekutumia roho ya laana yamrudie mara 7. Ninatabiri kinabii, pokea in Jesus name. Sema fire. Kwa hiyo amekuja mwenyewe. Unajua wanakujaga kijanja. Amekuja kutafiti. Ndio, aniambia eti hapa panya anatoka wapi? Kwako wapo kweli? Maana mimi wamekuja kunivamia tu hivi karibuni. Yaani panya ni wengi. Wamekuja kunivamia hivi karibuni. Ndio. Akananiambia panya ni wengi, yaani hata hawafi, hata nikiwawekea sumu hawafi. Imeanza kwake na yeye. Ndio. Sasa nitakavyofanya leo, narudisha mapepo kwa waliotuma kwako. Amina. Na warudi na mateso makali kuliko alivyokuwa wanakutesa. Kama waliweka nyoka tumboni, tunarudisha kwenye tumbo hilo. Kama umeweka pressure, tunarudisha kwenye huo mwili. Kama umeingiza madeni kwako, tunatoa kwako, tunaingiza kwake huyo. Mtu mmoja asema amina kama anabarikiwa. Amina. Yaani tunalipiza kwa maadui hasara waliokupa irudi mara 7. Pesa walizokula tunaziita zitoke kwenye mikono yao, maana ni za kwetu. Maandiko yanasema kwamba utajiri wa mataifa ni mali, ni utajiri wa wana wa Mungu. Kwa tutaita inakuja. Huu mwaka utamiliki. Usimsahau Bwana, sawa? Sitamsahau kabisa.